Kutumia nafsi yenye huruma. Kusaidia na mawazo ya huruma. Watu wengine wanaona kuwa inasaidia sana kuandika mambo ambayo yamesababisha hisia ngumu. Na pia kuandika ni mawazo gani yanayohisi na hisi hizo ngumu. Kisha tunaweza kuchukua pumzi chache za kutuliza na kufikiria nafsi wetu yenye huruma au nafsi bora kuhurumia wengine na kujaribu kuja na njia badala zinazosaidia na hisi na mawazo yetu. Hebu tuone kama tunaweza kujaribu hilo pamoja. Kwanza, shughulika na upumuaji wako wa mdondo wa kutuliza na muonekano wa uso wa huruma. Leta akilini mahali pako salama, sauti, hisi na unayoyaona. Hii sasa inaweza kuwa mahali ambapo unakutana na nafsi yako yenye huruma. Ruhusu nafsi yako bora ya huruma, wala picha yako na nafsi ya huruma, kujitokeza akilini mwako kwa kadiri uwezavyo. Kumbuka kwamba picha yako inaleta huruma kwako. Wamejitolea sana kwako na wana hamu ya kukusaidia kubadiliana na mateso yako. Fikiria kuwa wanafurahi wakati unafurahi. Wana upole, wenye nguvu, wasio na hukumu na wenye hekima. Kumbuka taswira yako inakutoka sana usiwe na mateso. Uweze kukabiliana na magumu na kustawi. Wanajua kwamba sisi zote tunajikuta tu hapa. Tukijaribu kufanya maisha yetu vizuri zaidi. Wanaelewana kwamba akili zetu zina ugumu, kwamba hisi zetu zinaweza kutawala, na kwamba sio kosa letu. Fanya mazoezi ya kuhisi jinsi hivyo kuzingatia, hisi kwamba akili nyingine inakutamani sana na kujali bila masharti. Sasa zingatia wazo kwamba picha yako ya huruma inakutazama kwa upendo kubwa. Fikiria kwamba inakutakia yafuatayo. Ya mwanzo ili uwe vizuri, ya pili uwe na furaha, ya tatu usiwe na mateso. Sasa elekeza mawazo yako kwa ugumu wa hivi karibuni au mawazo ya kujikosoa ambao umepitia. Kwa upole, lenga kwenye nafsi yako yenye huruma. Picha yako ya huruma ingekuambia nini kuhusu wazo au ugumu huu? Zingatia hali ya sauti zako na hisi zao kwako. Hisia zote za nafsi yako yenye huruma zikumbatie na zikufanye uhisi salama.